alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Historia ya madrasa hii tulianza. Madrasa gani hii inaitwa? Al-Madrasa Taqwa. Iko wapi? Kidoti Migombani. Kidoti Migombani. Naam. Tulianza wanafunzi 7. Tukawa tunakaa nyumbani na pale nyuma Mwembeni. Tukaendelea kwa muda mrefu kidogo, na tulikianza chuo hichi kwa kipindi kigumu kweli kweli. Kipindi cha kura. Ikawa kwa kweli pana mtihani kidogo, lakini mlipambana kidogo. Kwa hiyo kuna mtu tu akajua ni akili nzuri kwa kweli, ape pongezi zake. Amen. Kana nyumba hapa kama kibanda fulani alimwacha mtu. Kwa hiyo akatwambia kuanzia muda huu mlikale hapa. Tukakaa kwa muda, tukakidoya hichi kiwanja na kupanga wana mtihani kidogo. Wengine wanataka, wengine hawataka. Kwa hiyo kuna bibi mmoja tu tukaenda tukamwelekea, akakubali siaba, alhamdulillah, akasema kutokana na hali nendani ajenge. Wakatupa kiwanja hichi hapa. Paka hapa na mzozo kidogo, lakini siaba, alhamdulillah, ndio tutapata hapa. Tukapambana hivyo hivyo, wazee na watu binafsi anaye machozi yake ya karibu akatugaia tukalimia 200 ndio tunajenga hapa mpaka hivi sasa ndo tunapata hapa. Alhamdulillah. Nini mafanikio ya Madrasa Taqwa, imefanikishwa kitu gani? Mafanikio ndo siaba, alhamdulillah, watoto wetu wanasoma vizuri. Jengo limesimama. Vyoo vimo. Vyoo vipo lakini bado havijafanya kazi kwa sababu milango bado hatujapata. Kisima mkiona hapo nje. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Changamoto? Changamoto kwa kweli zio hapo, lakini kwa ufupi tu. Kwa ufupi. Changamoto kwa kweli ndo madrasa yote haikosa mitihani. Naweza kupambana na mitihani ya kweli kweli. Lakini ndo na pia siaba, Mungu kama tusaidia hivyo hivyo. Alhamdulillah. Changamoto ndo hivyo hivyo, wazee msokotane hivyo hivyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa Salih Alhamza Salahuddin, kiongozi wako katika jumuiya ya kuendeleza elimu ya Qur'an Zanzibar. Leo tumekuja na wenzetu, ndugu zetu jumuiya ya imani kutoka Uingereza kwa lengo la kuzitembelea madrasa na kuangalia walimu pamoja na majengo, na umekuja na vitendea kazi kwa ajili ya madarasa na vijana wetu ili waweze kusoma. Kwa naomba kukabidhi kwa niaba ya jumuiya ya imani. Haya, inshallah. Lakini pia kuna fomu hapa, unatakiwa uijaze fomu hii, na ukishakumaliza kuijaza nafasi yako utairejesha kwa viongozi wako baada ya kuifahamu na kuielewa na nini kijaza, ili kuthibitisha kwa tume inaweza kufika. Kwa hiyo naomba kukabidhi. Una jambo lolote la kuwashukuru jumuiya ya imani? Hata jambo hilo hapo la kushukuru kwa sababu si kutangulia ndoa. Kama pongezi zao kwa imani, Mungu aliwajalia kutoka huko wakaja wakatutembelea pia wakatusaidia siaba, alhamdulillah. Hakuna sadaka ndogo. Lakini vile vile na sindo mtu stahimilie kwa kweli, ndo bado hatujawafasaha kubwa. Shukrani. Pale karibu.